mikopo, ambao sasa michakato yote ya utoaji wa mikopo tunashirikiana na watu wa benki ambao wanatusaidia, ambao wao kwa upande mmoja au mwingine wanauelewa zaidi kwenye masuala ya mikopo na masuala ya kifedha. Kwa hiyo katika hii kanuni mpya ya mwaka 2024 ya utoaji wa mikopo na utoaji na usimamizi wa mikopo ya halmashauri 10 ambazo tunafanya mfumo jumuishi ni pamoja na halmashauri ya jiji la Dodoma. Ndio maana tuko hapa kwa siku ya leo. Vikundi hivi vimefuzu kupata mikopo, ndio maana tunawapa mafunzo. Baada ya hapo sasa halmashauri inaendelea na mchakato mzima wa kupeleka fedha benki na benki kuweza kukopesha vikundi hivi. Wito ambao tunawagea ambao wanachukua mikopo ni kwamba tunasimama pale kwenye swala zima la kwenda kuendeleza miradi yao. Tunahitaji hii miradi iwe endelevu, lakini vile vile tunahitaji kwamba ikawape faida na waweze kurejesha. Naposema waweze kurejesha, sababu mikopo hii tunasema ni revolving fund, yani inazunguka, ukimpa huyo lazima arejeshe apatiwe na mwingine. Yule mtu mwingine ambaye anaenda kumpatia ni watu ambao ni wakaribu na wao. Tunahitaji wananchi wengi sana waweze kuwezeshwa kiuchumi na waweze kuinua vipato vyao, basi na kuweza kutoa ajira kwa watu wengine. Kwa majina naitwa Charity Sichona, mkuu wa division ya maendeleo ya jamii halmashauri ya jiji la Dodoma. Ambao sasa michakato yote ya utoaji wa mikopo tunashirikiana na watu wa benki ambao wanatusaidia, ambao wao kwa upande mmoja au mwingine wanauelewa zaidi kwenye masuala ya mikopo na masuala ya kifedha. Kwa hiyo katika hii kanuni mpya ya mwaka 2024 ya utoaji wa mikopo na utoaji na usimamizi wa mikopo ya halmashauri 10 ambazo tunafanya mfumo jumuishi ni pamoja na halmashauri ya jiji la Dodoma. Ndio maana tuko hapa kwa siku ya leo. Vikundi hivi vimefuzu kupata mikopo, ndio maana tunawapa mafunzo. Baada ya hapo sasa halmashauri inaendelea na mchakato mzima wa kupeleka fedha benki na benki kuweza kukopesha vikundi hivi. Wito ambao tunawagea ambao wanachukua mikopo ni kwamba tunasimama pale kwenye swala zima la kwenda kuendeleza miradi yao. Tunahitaji hii miradi iwe endelevu, lakini vile vile tunahitaji kwamba ikawape faida na waweze kurejesha. Naposema waweze kurejesha, sababu mikopo hii tunasema ni revolving fund, yani inazunguka, ukimpa huyo lazima arejeshe apatiwe na mwingine. Yule mtu mwingine ambaye anaenda kumpatia ni watu ambao ni wakaribu na wao. Tunahitaji wananchi wengi sana waweze kuwezeshwa kiuchumi na waweze kuinua vipato vyao, basi na kuweza kutoa ajira kwa watu wengine. Uliwa kwa biashara hii ili waweze kujua namna gani bora ya kuendesha mkopo watakaopewa, lakini wajue mapungufu yaliyopo katika biashara zao na waweze kufanyia kazi. Kikubwa ni nidhamu ya fedha. Nidhamu ya fedha inamwezesha mtu aliyechukua mkopo huu aweze kurejesha bila matatizo yoyote, na kutambua kuwa fedha hizi anazopewa kuna wenzake wengi ambao hawajapewa mkopo huu wanatamani kupokea mkopo huu. Kwa hiyo tunawafundisha jinsi ya kuweka akiba kwanza, pia tunawafundisha jinsi ya kutunza kumbukumbu, lakini pia tunawafundisha jinsi gani watafute masoko ya biashara zao ili at least biashara ziweze kuwa endelevu na waweze kupata mitaji hii. Na mitaji hii haina riba yoyote, wanapokea fedha kama zilivyo na wanazirudisha kwa muda ambao tumekubaliana. Na mitaji hii ambayo tunawapa kupitia mikopo ya 10% inalenga kuwainua kiuchumi vijana pamoja na wanawake. Na tumesisitiza sana kwamba jambo muhimu ni kurejesha mikopo na kuwa na nidhamu ili waweze kukopa mitaji hii ambayo haina riba na baadaye waweze kukua na kuingia katika sekta za kibenki. Hii ni sehemu muhimu kwao, lakini ni sehemu muhimu kwa CRDB Bank Foundation ambao wanawanufaisha vijana na wanawake nchi nzima. Tumewaomba sana kwamba jambo hili kwa kushirikiana na jiji na kushirikiana na afisa maendeleo wa kata ambao tumetembea nao katika kata 45 ambazo tumepewa katika jiji la Dodoma, na tutakuwa tayari kutoa mikopo hii mara moja ambapo wamehitimu mafunzo yao. Asante. Wameshaomba kwenye mfumo wa TAMISEMI katika vikundi vyao ambavyo vina watu 5 na kuendelea. Jiji wanatuletea listi ya watu ambao wako tayari kupata mikopo. Kwa kushirikiana nao tunawatembelea kuangalia kama biashara zao zinaweza kuhimili mikopo walioiomba ili waweze kupata mikopo hiyo. Baada ya kuwatembelea ambao wanao uwezo wa kurejesha mikopo hiyo na biashara ina uwezo wa kurejesha mikopo hiyo, basi wanapewa mikopo hii. Mikopo hii ni rahisi sana, na ndio maana tunawaomba wawe waaminifu na wawe warejeshaji wazuri na waepuke kuwa na madeni sehemu mbalimbali ambako hawataweza kupata mikopo hii endapo wana madeni sugu. Kwa hiyo tunasisitiza ulipaji wa madeni, lakini pia ukuzaji wa biashara na uaminifu ni kitu ambacho tunakiwekea mkazo sana.
Naitwa Fikiri Nhonya, natokea Gawae, kata ya Chihanga. Mimi ni mnufaika wa mkopo wa 10%. Nilichukua mwaka tuko kikundi, tulichukua mwaka 2021 tukamaliza 2022. Kiukweli mkopo tumenufaika nao kama kikundi, lakini pia hata mtu mmoja mmoja, maana kwenye maisha yetu kiukweli tumesogea kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo kiukweli umetunufaisha na biashara yetu bado tunaendelea nayo, maana sisi tulichukua mkopo kwa dhumuni la kununua na kuuza mbuzi. Na kwa kweli hiyo biashara tunaenda nayo vizuri na inatulipa. Na hapa tumerudia tena kuomba mkopo huu hapa kwa awamu ya pili, ili mradi tuweze kuongeza mtaji wetu, yani uweze kukua zaidi, tuweze kutanua vizuri biashara yetu iwe kubwa zaidi. Marejesho yakoje, yani tofauti na mikopo mingine ya mtaani? Marejesho yao, kwanza utofauti, marejesho ya mkopo wa 10% haina riba tofauti na mtaani, ndio uzuri wenyewe. Na niseme tu kwenye ubora ni hivyo, haina riba. Na japo mpaka upate kidogo una process ndefu, inabidi uwe mvumilivu, lakini hauna usumbufu kama mkopo wa mtaani. Kiukweli hauna usumbufu. Unawaambiaje watu ambao wamechukua mikopo kama nyie lakini nyie mrudisha kwa wakati, ambao sasa wamekuwa hawarudishi kwa wakati na kuwaponza watu wengine, unawaambiaje? Mimi ninachowaambia, inabidi wawe waaminifu, maana kama serikali imeamini kikundi ikatoa mkopo wake wakaendeleza shughuli zao, naomba wawe waaminifu, ili mradi ukiwa mwaminifu hata siku nyingine hata ukirudia utaendelea kuaminika zaidi. Hivyo tu. Naitwa Fikiri Nhonya.